Kuna taarifa kwamba beki kisiki wa wekundu wa Msimbazi Simba Rushain De Reuck ana majeraha, na kwa sababu hiyo kuna uwezekano katika mwanzo wa msimu ujao 2026-27 akakosekana kwa kocha Steve Barker. Kwa sababu hiyo Simba wanahusishwa na wachezaji kadhaa wa eneo la kiulinzi, kwa maana wachezaji wenye uwezo wa kucheza nafasi ya beki wa kati, lakini wakiwa na sifa ambazo zinalingana au kuzidi za Rushain De Reuck, ambaye moja ya sifa zake ni uwezo wa kusoma wapinzani pindi wanapofanya mashambulizi yao kwenda kuwini mipira pasi na kusababisha madhara. Lakini pili ni katika build up, ujenzi wa mashambulizi wa Simba ambao huanzia kwa golikipa wao. Basi unahitaji mabeki wenye uwezo wa kuchezea mipira na kutoa pasi zinazofika kwa usahihi. Sasa matokeo yake ni nini? Kuna nyota wengi wanaohusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, na mmoja wao ambaye hivi sasa anatajwa sana kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wako mbioni kumleta, sio mwingine, ni beki mwenye uwezo pia wa kucheza kama kiungo wa ukabaji, Mwili Jumba, raia wa Nigeria. Huyu ni Oluwatiloba Alabe. Ni beki ambaye hivi karibuni tu ametoka kumaliza mkataba wake katika klabu mojawapo inayoshiriki ligi kuu ya Ugiriki, Asteras Aktor, ambako alikuwa akifanya vizuri sana. Amemaliza mkataba na kuondokana nayo. Ndiyo matokeo yake, yuko huru, na hivyo klabu nyingi zingali zikimtolea macho, kwa sababu kumpata mchezaji ambaye ametoka kumaliza mkataba, maana yake timu inayofanikiwa kumpata haingii gharama za kuilipa klabu inayomiliki au taasisi yoyote. Badala yake mnakaa tu mezani, management ya mchezaji husika na klabu inayomtaka, kujadili juu ya maslahi yake, kwa maana ya kama kuna signing on fees, kama kuna masuala ya mshahara na bonus na kadhalika. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu ina ukwasi wa kutosha, imeshathibitisha mara kadhaa juu ya uwezo wa kusajili wachezaji nje ya bara la Afrika, basi wanahusishwa pia na mwamba huyu ambaye almaarufu vile vile kwa AK yake kama Big T. Yes, ni Mwili Jumba haswa. Ndio, huyu ni mchezaji ambaye raia wa Nigeria kama nilivyotoka kueleza. Umri wake ana miaka 26. Alizaliwa Aprili 24 mwaka 2000. Ndio, Aprili 24 mwaka 2000, na ndio maana hivi sasa angali na umri huo wa miaka 26. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, lakini huweza kucheza kama beki wa kati ama kucheza kama kiungo wa ukabaji. Urefu wake ni futi 6 na inchi 2. Tunasema ile body morphology, yuko vizuri kiasi ya kumruhusu vya kutosha kushinda mapambano ya juu ya mipira, lakini pia na ya chini, kutumia miguu yake mirefu katika kufanya tackling, kufanya interceptions na kuclear, kwa maana kuiosha mipira kutoka katika eneo hatarishi. Huyu mwamba, labda mwingine atajiuliza, kulikoni aachane na Asteras Aktor halafu ahusishwe na timu kutoka Afrika kama wekundu wa Msimbazi Simba? Kwanza, timu ya Asteras Aktor si miongoni mwa zile zinazosifika kwa kulipa vizuri sana, moja. Pili, sio timu ambayo imefanya vizuri sana katika ligi kuu ya Ugiriki msimu uliomalizika. Kwa sababu gani? Kule kuna timu 14. Katika timu 14 kwenye msimamo wa mwisho wa awali, wao walimaliza nafasi ya 14 kati ya timu 14 baada ya kucheza mechi 26. Maana timu zikiwa 14, kila timu inacheza mechi 26, home and away, 13 za nyumbani, 13 za ugenini. Kwenye mechi 26 walizocheza hawa wamba, kwa maana ya Asteras Aktor, wakavuna pointi 17 tu na wakafunga mabao 22, wakaruhusu mabao 41. Ni timu dhaifu, ilimaliza mkiani. Lakini kwa utaratibu wa ligi kuu ya Ugiriki, mkishamaliza ule utaratibu wa awali wa timu 14, alafu kuna timu zile zinazomaliza chini zinacheza playoff, ndio ili mwisho wa siku kupata timu ambazo zitateremka daraja. Sasa kwenye ule mchakato wa playoffs, kwa timu zilizomaliza maeneo ya chini wakachomoka, wakuteremka daraja, lakini mwenendo wao hakuwa mzuri. Sasa amemaliza mkataba wake, ameamua achomoke, atafute malisho bora kwingineko, na ndio anahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Katika kucheza kwao, licha ya kwamba timu yake ikifanya vizuri, yeye ni miongoni mwa wachezaji waliokuwa wanafanya vizuri, baadhi ya mechi akiwa anatoa hadi tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Yeye Big T, kwa maana ya huyu Alabe, mechi 26 alicheza mechi 23 huyu mwamba, kuonyesha ni kwa namna gani alikuwa miongoni mwa wachezaji muhimu. Kati ya hizo akianza mechi 21 na dakika alizocheza
ni 1660 katika michizi 23. Nini alichofanya? Akagusa mpira, aligusa mpira mara 844, halafu akatoa pasi 637, na kati ya hizi pasi 529 zilifika, sawa na kusema ufanisi wa around 83% ya accuracy ya pasi zinazofika kwa usahihi, sifa ambayo bila shaka Simba wanahitaji sana, kwa sababu ujenzi wao mashambulizi wategemea sana mabeki wao. Wakati kwenye msimu uliomalizika, Rushaine De Reuck akiwa na Ismail Olivier Toure, wakati mwingine na Hussein Mbegu, wamekuwa wakicheza vizuri sana katika eneo hilo, hata walipokuwapo wengine katika eneo hilo la mabeki. Wakati ni muhimu sana katika ujenzi wa mashambulizi chini ya kikosi cha kocha Steve Barker. Lakini licha ya kuonyesha uwezo huu wa kutoa pasi zinazofika kwa usahihi, pasi hizi sasa alizotoa 529, kati yake pasi 170 zilikwenda katika nusu ya pili ya uwanja na sio katika eneo lake. Yaani katika hizi zilizofika pasi 170 ni kwenye opposition half, alipiga katika eneo la pili la uwanja kwenye kuelekea kushambulia, ambazo ni sana kusema around 32% ya pasi zake zote zilizofika zilikuwa kwenye nusu ya pili ya uwanja, kwa maana kwamba yeye sio wa kupiga pasi nyingi sideway passes kushoto kulia nyuma kwa kipa, la acha, zipo pasi zinakwenda mbele kwenda kuleta athari. Lakini pia katika pasi alizopiga kuna zetu tunasema pasi ndefu, zile long passes amepiga kwa ujumla wake, hizo pasi ndefu kapiga 119 na zilizofika ni 64, ambazo tunaweza kusema usahihi wake ulikuwa ni around 54%. Mwamba yuko vizuri katika eneo hilo la pasi. Sasa kwenye majukumu ya msingi kama beki, kama kiungo ukabaji, tunaweza tukamwangalia katika kitu kinaitwa tackling, tunaweza tukamwangalia katika kitu kinaitwa interception, tunaweza kumwangalia katika kitu kinaitwa clearances, kwa maana kuosha mpira kutoka katika eneo hatarishi. Sasa yeye tackling, kuingia uvunguni mwa wapinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara 30 kwa mafanikio. Lakini interceptions, kwa maana kuingilia mipira ambayo wapinzani wanapasiana kabla haijafika ilikotumwa, yani mpira kutoka upande mmoja kwenda mwingine anawahi kabla hajafika, au kuwazidi maarifa wakati anajaribu kukokota au kutuliza, amefanya kwa mafanikio mara 21, halafu kuubutua mpira mara 64 kwa mafanikio. Miongoni mwa ubora wake alioonyesha katika ligi kuu ya kule nchini Ugiriki. Na licha ya kucheza mechi 23, Mwamba kapitwa mara 9 tu na wapinzani, na amefanya kosa moja lililowezesha wapinzani kupiga shuti. Halikuwa shuti la kulenga shabaha, lakini ni shuti. Lakini panapobidi analazimika kucheza faulo ili kufanya kuwe na usalama. Kwa ujumla amecheza faulo 23, lakini naye amechezewa faulo 7. Huyu Big T Oluwatiloba Alabe. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba wakimpata, bila shaka miongoni mwa faida watakazopata ni juu ya uwezo wake wa utoaji wa pasi, kutekeleza majukumu ya kiulinzi, zile defensive actions kama nilizotoka kueleza, lakini pia ni mzuri katika kucheza mipira ya kutenga. Simba wanaweza kumtumia kama silaha kwenye mipira ya kona na mipira ya kutenga, kwa sababu urefu wake futi 6 na inchi 2 unamuongezea nguvu katika kushinda mipira ya juu. Kwa ujumla huwa anashinda mipira ya juu kwa 70%, kwa sababu inaonyesha katika ligi kuu ya Ugiriki hizi mechi 23 dakika 1660 alipigania mipira ya juu 100, akafanikiwa mipira ya juu 70, ambao ni ushindi wa 70% wa mipira ya juu, aerial duels. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kwa hizi aerial duels pigania mipira 100 akafanikiwa 70, maana ni ufanisi wa 70%, jambo ambalo ni la msingi sana. Lakini changamoto zikosekane. Changamoto mojawapo, anatoka katika timu ambayo haina ushindani. Kama anatua kweli Simba, maana yake itabidi aongeze gemu yake, kwa sababu Simba kila mechi ina ushindani. Mkipata sare maneno yanaibuka, mkifungwa ndo kabisa. Sasa kutoka katika timu ambayo kwenye msimamo wa ligi inamaliza ya 14 kati ya timu 14, lazima ajijenge kifikra kwa usahihi kuwepo katika timu shindani kama ya Simba endapo atatua. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wakati mwingine huwa anakabiliwa na changamoto ya kasi pindi anakumbana na wapinzani wenye kasi sana. Huwa anaikabili vipi? Ni kwa kujaribu kufanya maamuzi kabla ya mpira haujafika na kuanza kujinyesika kwenye mbio na wapinzani. Yeye anakimbia zaidi kichwani ili kuwini, kufanikiwa katika beto mbalimbali. Vinginevyo ni mchezaji ambaye
anaweza kaiongezea nguvu Simba uimara katika eneo la kiulinzi na wakati mwingine kama kiungo ukabaji, kwa sababu amekuwa akifanya vizuri sana katika maeneo yote hayo. Miongoni mwa changamoto zake ni pamoja na kasi. Yupo vizuri, lakini anapokutana na washambuliaji au mawinga viberenge wanaokwenda katika eneo lake, wakati mwingine inaweza kawa shida, na ndio chanzo cha kucheza faulo hizi 23, yeye akichezewa faulo 7. Hii ni miongoni mwa changamoto ambazo bila shaka benchi la ufundi la Simba chini ya kocha Steve Barker wataona namna gani walikabili, lakini kiujumla ana mambo mengi chanya kuliko kasoro. Swali ni kwamba je, wekundu wa Msimbazi Simba watafanikiwa kumtwaa huyu Big T kutoka kule katika ligi kuu ya Ugiriki ambako amemaliza mkataba na kumleta nchini? Hilo ni swala la kusubiri. Lakini pili, akitua kweli, ni kwa namna gani itasaidia Simba kutimiza mipango yake, ikiwamo kupigania taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo hawajalitoa kwa misimu 5 mfululizo, kulitetea taji la kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo msimu huu wamelitoa, lakini pia kufanya vizuri kwenye michuano mingine mbalimbali ikiwamo ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Simba bila shaka malengo yao ya msimu ujao ni kufika mbali zaidi, maana msimu uliomalizika walimaliza nafasi ya mwisho katika hatua ya makundi kati ya timu 4, juu kukiwa na Stade Malien, kukiwa na Esperance de Tunis, kukiwa na Petro Atletico ya Angola. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye.